Katika jiji la Dar es Salaam, wilaya ya Ilala, kata ya Segerea, ndipo anapotokea binti mzuri anayeitwa Elizabeth. Elizabeth anasema, mimi nimefikisha umri wa miaka 7, najikuta ninaishi na mama na baba katika mazingira ya kawaida sana. Tumepanga nyumba yenye vyumba viwili, tunaishi mimi na kakaangu pamoja na baba na mama. Lakini hii nyumba kwa nje kuna mpangaji mwingine aliyeitwa Mama Melissa ambaye amepanga chumba kimoja na ni rafiki sana wa mama. Inaonekana kwamba wanafahamiana tangu zamani kabla hawajaoana, maana mara nyingi hukaa na kupiga stori zao ambazo walikuwepo shule. Elizabeth anatuambia, katika hii familia kila siku kulikuwa kuna migogoro. Mama kila siku walikuwa wanagombana na baba na walikuwa wanapigana sana. Kila siku sisi ni kama marefa katika hii familia. Baba acha, mama acha, baba acha, mama acha. Mimi na kakaangu anaitwa David. Nilipofikisha umri wa miaka 8, siku moja baba yetu alisema kuwa amechoka kukaa na sisi, hivyo tuondoke, asitukute pale ndani. Lakini mama alisema hapa aondoke mtu, labda wewe uondoke. Lakini jioni alivyorudi, baba alimpiga sana mama. Yaani alimpiga sana mama mpaka huyu jirani wa huko nje, Mama Melissa, alisema, ndugu yangu, kwa usalama wako ni bora uondoke, maana huyu mwanaume anaweza kukuua. Lakini mama alisema, sasa mimi nikiondoka ninaenda wapi? Huyu mama alisema, usipate shida. Sometimes unaweza kuwa unakangania maisha na mtu ambayo yeye hana sehemu yoyote ya kukupeleka, zaidi kukudidimiza. Wewe ni bado mama mdogo sana, unaweza kaolewa, hao watoto wasikuzeeshe. Wewe cha kufanya, mimi nakupa hela, nenda katafute sehemu upange, uanze maisha yako mapya. Huyu mama alikuwa ni mama mzuri sana. Mara nyingi baba yetu alikuwa haacha hela kula, lakini huyu mama hutupa sisi chakula. Akiona mama analalamika tokea asubuhi sijapika chochote, wanangu sio atakula nini, anaingia ndani, anachota chakula, anasema wape watoto wale. Muda mwingine hununua vitenge, anampa mama. Vitenge vinakuwa 3, kimoja anampa mama. Mara nyingi sana nguo anaovaa Mama Melissa, kitenge chake kimoja anacho mama. Kama ni gauni kashona, basi utakuta kitenge chake anacho mama. Alikuwa anafanya hivyo. Ni mama ambaye ana roho nzuri sana. Ni mama ambaye mimi mwenyewe nijifunza nikasema, nikiwa mkubwa natamani nipate rafiki kama huyo, kwa sababu alikuwa ni rafiki anayetufaa kwa ziki. Siku moja baada ya mama kupewa zile hela na huyu Mama Melissa, na mama aliondoka, alienda sehemu, akaenda kwanza itoa taarifa kwa mjumbe, alafu akaenda akapanga. Ilikuwa ni tofauti kidogo na pale, yani kuna umbali fulani anaweza kupanda gari, lakini mama alitafutiwa chumba na kaenda akapanga hapo, na hela alitoa mama mdogo huyu Mama Melissa. Sisi tulimuita mama mdogo kwa sababu ni mtu ambaye tunaheshimiana sana, aitwa Mama Melissa. Tukaanza maisha mapya huko. Mamangu alihangaika sana kuanza maisha mapya, hata kama ulikuwa na maisha mabaya ulikotoka, lakini ukienda tena sehemu nyingine tofauti utaona ugumu zaidi wa maisha kuliko ulipotoka, kwa sababu pale ulishazoea. Ukikosa Mama Melissa atakupa, lakini huku hatakuwa na mtu wa kumwangalia. Watu wote walikuwa na wageni na watu wote wako bize na maisha yao. Sisi tulipata nyumba ambayo ilikuwa ni chumba cha udongo, yani kinyumba cha udongo cha kimasikini sana, lakini ndani kilikuwa kina angalau kimechapiwa, lakini kwa nje ukiangalia hivi huwezi hata kuingia. Lakini mamangu ndo alipata hapo na akawa amelipia miezi 4 kwa sababu chumba ilikuwa ni shilingi 15,000. Tulianza maisha hapa, mimi nikawa naenda shule, muda mwingine nakosa kwenda shule kwa sababu tumeshahama kule, na shule ilipokuwepo ni kule ambako tumehama. Kwa hiyo nilienda siku ambako napata nauli, mamangu akipata 400 akinipa kwenda na kurudi naenda, akikosa basi nabaki nyumbani. Na huyu Mama Melissa alikuwa ni binti ambaye tuko naye sawa, umri sawa kabisa. Yaani umri sawa kasoro miezi 2. Yaani mimi nilikuwa nimemzidi Melissa miezi 2 tu, lakini kila kitu tunafanana. Kwa hiyo nilienda shule, Melissa alikuwa ni mtoto ambaye tulikuwa tunapendana sana. Kipindi tunaishi pale nyumbani ni rafiki, tulichota maji wote, tulifua wote, lakini baada ya mimi kuhama huyu rafiki yangu alibadilika. Nilienda shule na akili yangu yote ilikuwa namwaza Melissa, nikamwona Melissa. Lakini nilipofika pale Melissa nikamgusa, alinyanyuka na kaondoka. Nikamwambia Melissa, mimi Elizabeth, akasema hapana, nimeshakuona inatosha, akaondoka. Sikuelewa kwa nini. Tukaingia darasani, tumesoma baadaye kwa sababu tulikuwa tunakaa sehemu moja, lakini yeye alihama, alirudi nyuma. Sisi tulikuwa tunakaa mbele kabisa, lakini yeye alihama, alirudi nyuma kabisa. Pale nikakaa na watu wengine. Tunafahamiana lakini si kama Melissa, kwa sababu mimi na Melissa ilikuwa ni kama mapacha na tunafanana vibaya mno. Yaani kitu angalia hivi tunafanana kweli. Mpaka tukasema nyinyi ni ndugu, mbona mnafanana kile mpaka kope mnafanana. Lakini ndio hivyo, Melissa alikuwa ameshabadilika. Mimi sikujua kwa nini amebadilika.
Tukatoka tukasoma breaki, tumetoka, nikamtafuta Melissa, nikamwambia Melissa, kwani kuna nini? Mbona rafiki yangu unanikalia mbali? Akaniambia basi tu nimeamua tukaa mbali, mamangu kaniambia nisikae na watu ajabu ajabu. Nyinyi mmekimbia, mmemwacha baba yenu anapata shida kule peke yake. Mnafikiri anakula wapi? Mnafikiri anapikiwa na nani? Nani hivyo? Analalamika kama sasa analalamika, mimi naelewa. Mimi mama akasema tuhame na hela asalitoa mamako. Sisi tumehama, lakini huyu binti alikuwa anatoa maneno kama amefundishwa, na moja kwa moja nilienda kumwambia mama nilivyorudi nyumbani. Akaniambia huyu mtoto ana tabia mbaya. Mimi nishamwambia kama mamake mtoto ana tabia mbaya, yeye haelewagi. Haya, sasa ni maneno gani ya kuongea hivyo? Mbona yeye mamake ananipigia simu na ananipa kila kinachoendelea pale? Aniambia babako anapata shida vibaya mno, anajuta kwa nini umeondoka. Umeona? Basi siku zikazidi kwenda. Siku moja mimi niliamua tu nilipotoka shule, sikuenda nyumbani moja kwa moja, nikaamua kwenda kupitia pale ambapo tulikuwa tunakaa. Nilimkumbuka baba, nisiwe mnafiki. Nikasema subiri nikapite pale nimsalimie kama baba yupo. Nilienda, sikumkuta baba, nikamkuta mama Melissa, na mama Melissa alikuwa amekaa mlangoni. Akaniambia, "He, wewe umesahau nini huko?" Nikamwambia nimekuja kusalimia mama mdogo. Nikaenda nikamkumbatia, nikamwambia niliwakumbuka sana, nikaona bwana nije nikusalimie. Akaniambia mwenzio yuko wapi? Nikamwambia kwani hajafika? Mimi nilimwona kama kuna muda fulani ametangulia, kwa hiyo mimi nimekuja nikusalimia wewe. Yeye mimi nishamuona, na sikumwambia kwamba sasa hivi ananikimbia hataki kucheza na mimi. Akasema umemwambia kwamba asicheze na mimi. Mimi sikuongea hicho kitu, nilinyamaza kimya. Kwa hiyo nilikaa pale. Mama Melissa baadaye akaniambia, aliongea na simu. Baada ya kuongea na simu, sijajua alikuwa anaongea na nani, akasema sawa basi ninamwambia. Lakini akaja hapo kata simu akakaa, nikaona nazunga pale ambapo mimi nimekaa, na akaniuliza umekula? Nikamwambia hapana, sijala bado. Akasema sawa. Akachukua chakula kanipa. Mwanae baada hajarudi, akachukua chakula kanipa, nikala pale. Akasema sasa naona muda wa kwenda nyumbani. Sawa, hebu fanya uende nyumbani, mama wako asije akapata wasiwasi. Huyu ndugu yako leo usikapitia wapi mimi sijui. Nikamwambia sawa. Basi nilikula pale, akanipa na juice nikanywa, nikaondoka. Nikamwambia asante mama mdogo, na akanipa na hela kidogo, kampe mama yako. Nikarudi nyumbani, nikamkuta mama, nikampa ilikuwa shilingi 7,000. Nikamwambia mama Melissa akanipa hela, kaniambia nikuletee. Akasema ni rafiki yangu ananifaa sana kwa dhiki jamani. Yaani huyu rafiki yangu mimi nampenda sana. Mungu ambariki. Si nini hivyo. Kwa hiyo nikampa hela mama. Maisha yakaendelea. Imepita kama miezi kadhaa. Siku moja tena nikaenda kule kwa mama Melissa. Nikapitia kwenda kumsalimia, na hii siku nilikuwa namfukuzia rafiki yangu nyuma. Rafiki yangu hakutaka hata kuongozana na mimi. Na kuna muda alivyoniona anamfuata nyuma, akamwambia wewe unaelekea wapi? Njia kwenu si huko. Kwa nini usiende ukapande gari uende kwenu? Nikamwambia nataka nikamsalimie mama mdogo. Akasema mama yako mdogo gani? Nikamwambia mama yako. Akaniambia nyinyi mna shida na ndugu Haya nenda kamsalimie. Yaani mtoto ni mdogo kile anaongea maneno makali sana. Mimi nikamfuata nyuma, kweli hakutaka kuongea na mimi mpaka tunafika kwao. Na baada ya hapo mimi nilifika nikamsalimia mama yake. Akaniambia leo tena? Nikamwambia mama mdogo nimekukumbuka. Akaniambia asante kwa kunikumbuka mwaya, lakini leo mimi umekuja nataka kuondoka. Nikamwambia sawa, mimi nitacheza hapa kidogo baadaye nitaondoka. Akaniambia hapana, nataka tufunge mlango. Nikamwambia nitakaa hapa nje kwa sababu nilikuwa sitaki kuwahi kwenda nyumbani. Akanambia huyu rafiki yako mwenyewe naondoka naye. Nikamwambia haina shida. Basi pale kwenye ile nyumba kulikuwa kuna watoto wengine, sio lika langu lakini walikuwa wadogo. Mimi nimekaa nao nacheza nao pale. Huyu mama mdogo akaanza niangalia sana kwamba nataka hata pale ninapocheza niondoke. Kuna vitu nianza kuhisi mbona kama mdogo hataki leo mimi nikae hapa, lakini mimi nienda kukaa pale, begi nimeweka pale mlangoni kwao. Baada ya muda baba alikuja akapita moja kwa moja, sio ya kunijua, alipita tu moja kwa moja, nikaona ameingia chumbani. Mama mdogo amempokea begi, baba akaingia ndani. Baada ya kuingia ndani nikamuona. Sasa mbona baba ameingia ndani na maana mimi hajaniona? Na kwa nini naingia huko na si chumbani kwake? Kwa sababu chumbani kwake muda wote kumefungwa. Umeona? Basi mimi na yule mama mdogo kwanza alitoka, akaniangalia mimi. Aliponiangalia nikuta mimi nimeganda na mwangalia baba, kwa sababu baba sijamuona muda mrefu sana. Akasema mnanimuona babako? Haya, mlimtelekeza baba yenu, sasa hivi namsaidiaga mimi hapa. Hivi amekuja kula hapa, alitoa hela yake asubuhi ya kula, ale hapa aondoke, baba watu maskini mpaka amekonda. Haya, njoo msalimie. Mimi nikaingia ndani nikamwambia baba shikamoo. Baba alishangaa, akaniambia wewe umekuja kufanya nini hapa? Nikamwambia baba nilikuja kusalimia na kumsalimia mama mdogo. Akasema mama wako mdogo huyu toka lini? Nikamwambia si mama mdogo, mama Melissa, sisi siku zote tunamuita mama mdogo. Nikaona baba sema sawa, nenda nyumbani.
Nikasema baba, naomba nauli. Akasema ulivyokuja hapa usingenikuta. Na mama mdogo akasema mtoto mnafiki wewe. Ina maana unataka kuniambia kwamba una nauli? Nikamwambia hamna, nauli ninayo na 200 hapa, lakini nilikuwa nataka baba niongezee. Akasema baba yenu ana tahera. Hebu fanya uchukue begi na uondoke hapa. Yaani hiki kitu mama mdogo anakitamka sijawahi kumsikia tangu nimemjua mama mdogo. Hajawahi kuongea neno lolote baya kwangu. Lakini ndo kwa mara kwanza ameongea leo. Akasema uondoke. Nikamwambia mna baba, naomba nani hela, mimi sina hela. Akasema una chochote hapo? Hebu mpe chochote hapo. Lakini baba alijishikashika, alikuwa na shilingi 10,000. Akasema hebu mpe chochote hapo. Akasema mimi sina hata hela. Baba ndipo alipoingia mfukoni akachukua shilingi 10,000 akanipa. Wakati ananipa mama mdogo alipola ile shilingi 10,000. Akaingia ndani. Alivyoingia ndani akatoka na shilingi 2,000. Akanipa, akasema nachukua begi lako na uende. Nikabaki nashangaa. Kwa nini imekuwa hivi? Lakini mwisho wa siku mimi niliondoka zangu nyumbani na hiki kitu sikuenda kumwambia mama. Nilinyamaza kimya. Nikamtafuta kaka David. Nikamwambia kaka David, mimi nimeenda kwa baba leo. Lakini nimemkuta baba amenikuta akaingia chumbani kwa kina mama Melissa, na uweze amini wakati ameingia chumbani kwa mama Melissa baba alitaka kunipa 10,000, mama Melissa kaninyang'anya ile hela kanipa shilingi 2,000. Kaka David akasema kwa nini? Nikasema mimi sijui. Akasema achana nao bwana, wewe pambana. Muda huu kakaangu mimi alikuwa ameshaachaga shule. Yeye anajishughulisha na masuala ya kukolisha vitu vile vya kuogelea, beach boy. Kwa hiyo ametengeneza na swimming cost ziko pembeni hapo na pamoja na maboya. Mtu akitaka kuogelea boya anakodisha shilingi 2,000, shilingi 1,000, inategemeana. Hivyo. Kwa hiyo yuko zake baharini. Basi tumekaa hapa, maisha yalikuwa magumu. Kodi iliisha, mama alishindwa kulipa, tukafukuzwa zetu wenyewe. Na kipindi cha nyuma sana tulikuwa tunaishigi na mjomba wetu. Mjomba wetu huyu aliondokaga, aliendaga maeneo yanaitwa Bunju huko. Kwa hiyo mama alikuwa hana mawasiliano naye kwa sababu aligombanaga na mama kwamba kuna tuhuma zilitokeaga pale, kuna msichana mwanafunzi alimbakaga. Mama akakasirika akamfukuza kwake. Kwa hiyo mimi mpaka napata akili, tulikuwa tunaishi tuko na mjomba pia. Lakini mjomba alikuja tu disappear ghafla. Lakini baada ya hapa sisi tumefukuzwa. Kuna mama mmoja alisema hebu nendeni sehemu kunaitwa Mikocheni, mtaa Vyula. Tukasema kule kuna nyumba ilikuwa inakodishwa. Ni bei rafiki sana na wewe unaweza ukakaa, lakini kuna maji. Mkilala lazima mweke godoro la chini, yani ile sofa ya zamani yale yawe yananyonya maji. Asubuhi mnakamua ndoo na ndoo zinakuwa zimejaa kwa sababu ile sehemu kuna maji. Wanaokaa Mikocheni wanaelewa ule sehemu inaitwa mtaa Vyula kuna maji sana. Kwa hiyo mama alielekezwa hivyo, tukapanda gari na makolokolo yetu mpaka pale ndani maeneo ya Mikocheni, kwa sehemu inaitwa TANESCO. Tulishuka tukapandisha juu. Tukapandisha maeneo ya juu kule, na kweli direction alikuwa amepewa mama alifika mpaka kwenye hicho chumba, tukakikuta hicho chumba. Wakati tuko pale mama alianza kuuza karanga barabarani. Mimi ikawa sasa imekuwa ni mbali sana, siwezi kufika tena shule kwa sababu magari yenyewe itakuwa nipande magari yasiyopungua 2. Ina maana nitoke pale Mikocheni hadi Karume na Karume niende nikachukue gari linaloenda Tabata Segerea. Ilikuwa ni mbali sana. Na shule nilikuwa nasoma mimi ilikuwa na shule ambayo inaitwa Maendeleo, zimeungana na shule ya Segerea. Yani ziko shule ni moja. Kwa hiyo kuna Maendeleo alafu na Segerea, lakini uwanja wa kuchezea mpira ni mmoja. Hivyo wanajua watu siku hizi shule zinagawika zinakuwa 2 kwenye sehemu moja. Basi mimi ikabidi nianze kukaa tu mtaani, sina cha kufanya. Mamangu akaniambia uwe unauza chochote kitu. Nikatengenezewa karanga, nikaa natembeza kwenye magari. Natembeza kwenye magari, nafanya hivi na hivi. Mungu anabariki, muda mwingine zinaisha, muda mwingine haziishi. Maisha yanaendelea, lakini tunapambana tupate kula. Kakaangu na yeye ndo kama hivyo, siku nyingine akipata chochote kitu anamletea mama, na bahati nzuri yeye kwa sababu kazi zake hizo alikuwa ameshaanza muda, alichokifanya yeye alihamisha tu ile kitengo chake akahamia pale pale, na pale ilikuwa ni rahisi sana kufika. Kwa sababu ilikuwa ni pale Mikocheni unatembea tu kwa miguu dakika 5 umeshafika baharini. Ile sehemu naingia pale Beach Mave. Basi kakaangu aliendelea hiyo, tukawa tunapambana tunapata chakula. Tunashukuru Mungu kwa hapa tulianza kupata chakula. Mama akawa anapambanaga sana na kodi, akawa analipa kodi miezi 3 hiyo. Mungu anabariki. Siku moja mama yangu alianza kuwa anaumwa. Tukao tujue anaumwa nini, lakini kumbe mama alikuwa ni mjamzito. Alikuwa ni mjamzito. Basi tukaanza kumuuguza tena mama kwa sababu ile mimba ilikuwa inamsumbua sana. Na baada ya hapo ilikaa kama miezi 7, bahati mbaya ile mimba ilitoka. Mama alianza kama kubadilika.
alianza kubadilika kwa sababu ngozi yake, yani alianza kama kuwa mtu aliyedhoofu sana, alikuwa amedhoofu sana. Basi baada ya hapo mama akaanza kumwaumwa. Sisi tulikuwa ni wapambanaji, mimi na kaka, lakini mama pia alikuwa anaingiza wanaume ndani. Alikuwa anaingiza wanaume ndani kwenye hii nyumba, anafanya nao mapenzi, kwa sababu chumba kilikuwa ni kimoja, ila alikata nini, aliweka pazia, shuka katikati na pazia, kwa sababu ili kikate chumba kizima. Aliweka pazia lilishia sehemu, akachukua shuka likamalizia mpaka mwisho. Kwa hiyo mama alikuwa analala kwenye kitanda, sisi tulikuwa tunalala kwenye godoro chini. Chumba hiki kimoja, lakini mimi nalala na kakaangu. Na kipindi hichi kakaangu mimi alikuwa ameshafikisha umri wa miaka 15. Yani anaenda kubale, amefunga 15, anaenda 16. Na siku moja kakaangu akaniambia, Elizabeth, nilikuwa nataka kuna kitu nikwambie. Nikamwambia kitu gani kaka? Kakaangu tunaelewana sana, japo tunapiganaga lakini tunaelewana, tunapendana fulani. Basi nikamwambia kaka niambie. Akaniambia, nilikuwa nataka nikwambie kitu lakini natamani tuongee baadaye wakati wa kulala. Nikamwambia sawa, haina shida. Kaka alinipa hela, nikaenda nikanunua chips nikala. Basi jioni ilipofika muda wa kulala, mama hapo hayupo, ameshaenda kwenye mihangaiko yake. Maana yake alianza kujihusisha na masuala ya uuzaji wa pombe za kienyeji. Wanaokaa Mikocheni wanaelewa, kuna vile vilabu vya kienyeji. Basi mama alianza kuuza pombe huko. Kwa hiyo alikuwa anachelewa sana kurudi, muda mwingine anarudi saa 5, saa 6 hivyo. Basi kakaangu jioni ilipofika aliniambia, akaniambia, dada, nikwambie kitu. Wewe ni dadangu mimi, kama sipokuambia nikiwa nina shida yoyote hapa, nisiwezi kushindwa kuambia wewe, kwa sababu najua wewe ndio msiri wangu. Nikamwambia, kweli kaka, hiyo ni kweli unachokiongea. Akaniambia, nikwambie kitu. Mimi nilikuwa naomba nikwambie kitu. Tunaweza tukafanya kitu. Kaona kaka kama nakuta maneno. Nikamwambia, kwa nini unaongea? Mbona kwanza unaongea kitu ambacho kieleweke? Mbona ongea basi kwa herufi kubwa, tunataniana. Akaniambia, nikwambieje? Mimi nilikuwa nataka tufanye mchezo ule wa kikubwa. Nikamwambia, kaka, mchezo wa kikubwa kivipi? Na kati huo muda huo mimi nina umri wa miaka 8 naenda 9. Akaniambia, yani inamaanisha hivi, tufanye mchezo kama mama anaofanyaga akija na akina anko. Maana mama anabadilishaga wanaume kila siku, na wanafanya hivi, tunasikia kila kitu, na wengine tunaona, tunaamkaga tunakaa tunaona, kwa sababu ukiwasha taa upande wa pili unaona kila kitu. Sasa muda mwingine mama anakuja amelewa, anakuta ameacha tu kibatari afa anaanza kufanya mambo, hajazima hata kile kibatari. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunaonaga kila kitu. Kwa hiyo akaniambia, kaka akaniambia, basi natamani na mimi nifanye hivyo na wewe. Nikamwambia, kaka, kwa nini unafanya tabia mbaya? Kwani sisi ndugu? Akaniambia, ni ndugu, lakini tunafanya tu afu tunaacha. Mimi najisikia kufanya hivyo, si kwa nini siku hizi nimekuwa najisikia hivyo. Basi mimi nikamwambia, kaka, usifanye hivyo tafadhali. Akaniambia, hamna bwana, dada, tufanye, usinifanyie hivyo, tufanye. Kwani wewe ushawahi kufanya mchezo mchafu? Nikamwambia, kaka, mimi nimefanya wapi? Mimi nimefanya na nani? Akaniambia, basi tufanye hivyo, tujaribishe, itakuwaje? Kwa nini watu wanakuaga wakifanya hivyo wanalia? Na mimi nataka nione kwa nini na wewe utalia. Unaona? Basi kaka alinibembeza pale, akaniambia atanipa na hela. Anataka kaka, dadangu, mimi kama utakubali tu tunafanya hivyo, mimi nitakuwa hela zangu zote unaniwekea wewe, utopata shida. Na kweli kaka alianza kupata kama tu hela. Kuna siku nyingine mpaka alikuwa anampa mama shilingi 5,000. Yaani ile asubuhi akitoka anaacha 5,000, kisha unakuta anaandika 5,000, muda mwingine anakosa hachi kitu. Lakini sasa hivi maisha yalianza kubadilika kidogo, angalau atupati sana shida. Basi mimi nikamwambia, basi tujaribishe kufanya. Ni kweli tulianza kufanya mchezo kidogo kidogo, tukiumia naacha, naanza kidogo kidogo, nikiumia naacha, hivyo hivyo. Nikimwambia tu naumia, anasema basi tunaacha. Lakini kaka baada ya kuacha alikuwa kama anajipiga mwenyewe. Najua watu tumeshaelewa. Yaani kama alikuwa ameshaanza, tunaanza kufanya jambo na mimi. Lakini mimi nikimwambia kaka naumia, akiacha anaendeleza kile kitu anafanya mwenyewe. Mpaka kuna muda anakuta anafika yeye mwenyewe Mount Kilimanjaro, yeye mwenyewe kwa mikono yake. Alikuwa anafanya hivi na mimi kwa akifanya namwangalia tu. Hivyo imeenda hivyo. Kuna siku nyingine taratibu mpaka baadaye nikawa nimezoea. Kaka akawa anafika Mount Kilimanjaro kupitia mwili wangu mimi mwenyewe. Hivyo tumeendelea mpaka mwaka ulikata. Tunafanya hayo mambo. Kila siku kaka akirudi jioni alikuwa ndio mchezo wetu. Kaka akaanza kuwahi kurudi nyumbani. Kaka akaanza kuona wivu, nilikuwa natembeza karanga, akamwambia mama, sitaki mtoto anatembeza karanga mama. Anatembeza karanga atakuja kubakwa huko nani. Wakati mimi nimeweza kutembeza karanga muda, lakini sasa hivi kaka anasema nisitembeze karanga. Kama inawezekana mama nifungulie chochote kitu nikae nyumbani. Basi kaka alisema mimi nitatafuta hela hata shilingi 20, 30 tufungue kigenge hapo nje. Mwambie ongea na mwenye nyumba. Basi kulikuwa kuna kanafasi fulani hivi hapo kwenye maji tukatandika haya sulfate,
tukatandika. Kaka mwenyewe ndo alijenga kama kimeza fulani, aligongelea yeye mwenyewe akakiweka hapa, akasema utakuwa unauza hapa, kama nataka hizo 100 zako utazipata hapa. Basi alikuwa anaenda anachukua nyanya mjini, anaenda anachukulia nyanya, anachukulia nini, nyanya chungu, ananiwekea pale, kwa sababu tu hataki mimi nizurule, anaogopa nitabakwa. Basi imeenda hivyo, kapita ule mwaka, ukaanza na mwaka mwingine, sisi tunafanyaga vile vitu. Siku moja mimi nilianza kuona mabadiliko kwenye mwili wangu, nilianza kwanza maziwa yalikuwa yanaota kwa spidi sana. Afu nikaanza kupendeza hivyo mpaka watu wakanamsifu, mwanao anapendeza jamani, Liza anapendeza sasa hivi. Hivyo mamangu naye kidogo alianza kama kuna wili japo ni amedhoofu sana. Basi siku moja wakati tunatembea tuko na mama, nakumbuka tulikuwa naenda baharini. Mama anasema leo najisikia barabara, natamani niende nikakae sehemu upepo nipige. Tunakatiza hivi, kuna gari lilifunga breki kwa nguvu sana. Yaani ile breki kwa nguvu sana. Ile gari ilikuwa ni gari la abiria, sio la mtu binafsi. Mpaka nikakuta watu ndani humo wanagombana. Basi akashuka mtu alikuwa anamtukana. Yaani alikuwa anamtukana yule konda, anamtukana yule mtu aliyeshuka. Lakini mama alivyogeuka akasema anko wenu. Tukashangaa. Anko wetu kivipi? Akasema si anko wenu amenenepa. Mjomba amenenepa sana. Akasema kaka. Akasema leo unatafuta nini huku? Akasema ndugu yangu ni story kubwa sana. Yaani ni ndefu, sitaka hata nikwambie, sijui tufanyeje. Akasema naenda wapi? Akasema naenda baharini. Akasema basi twende. Wakatembea njiani, mama akaanza kumwelekeza ilivyokuwa mpaka walipofikia, na baba ambavyo hataki kutusikia sisi watoto alishaga tukataa. Na mjomba alisema haina shida. Dada, mimi nashukuru wewe dadangu umenifundisha mema, na najua ulifanya vile ilikuwa ni hasira kwa sababu kutaka mdogo wako nipotee na vitu kama hivyo. Lakini mimi nimejenga Kerege, nina nyumba, angalau vibanda hivi ninacho. Sasa dadangu, kwa sababu uko hapa, kwa nini usije kukaa Kerege? Mama akasema hapana, Kerege ni mbali sana, nitashinda kufanya mambo yangu huko. Wewe kama unataka kunisupport ni hapa. Basi yule anko alisema basi haina shida, mimi nitafanya juu chini, nitawalipia kodi. Hapo mnapoishi mtahama. Kama nahisi kabisa mazingira yatakuwa ni mabaya. Akasema ni kakaangu, kama umejua. Yaani mazingira yangu mimi najua mwenyewe. Kwa hiyo siku hiyo tuliongea jioni mpaka saa 1, tukarudi, akaenda kaona mazingira tunayoishi. Kiukweli mjomba alisema hapana, hii sehemu dada huwezi kuishi wewe. Hii sehemu ni mbaya, ni hatarishi sana kwa afya. Kwa hiyo mjomba alisema kesho nitakuja, na alimwachia mama kama shilingi 20 hivi. Kaambia kesho nitakuja, na kweli kesho yake alikuja, walifanya juu chini, tukatafutiwa nyumba nzuri. Nyumba tu nzuri angalau. Yaani sio nzuri sana lakini angalau nzuri inayoeleweka, inaulipwa nini kodi kuanzia shilingi 40,000, akachukua vyumba viwili na akalipa yote. Na akanunua baadhi ya vitu ndani angalau. Magodoro aliyochoka alisema hayo chini humo ndani, akanunua magodoro mapya 2, akanunua kitanda. Kwa hiyo tukaendelea kulala. Sisi tuendelee kulala chini kama kawaida, lakini kitanda ilikuwa nalalia mama. Akasema na sasa hivi ninachotakiwa wewe mtoto wa kiume asiende kulala huko ndani. Inawezekana aje nikae naye mimi kule, lakini kakaangu aligoma. Alisema mimi siwezi kukaa mbali. Na wakati kuna kipindi kaka alikuwa anasema mimi natamani nipate mtu nikae naye. Mimi sitaki kulala huko ndani, lakini sasa hivi kwa sababu tayari tushaanza mapenzi na mimi, basi hataki kufanyeje kuondoka huko ndani. Alisema mimi mwenyewe napambana anko, wewe niache miezi kadhaa, mimi nitapanga chumba changu. Basi tuliendelea kwa humo. Tuliishi hivyo. Mimi na kaka tunaendelea mchezo wetu, mama hajawahi kugundua hata siku moja kuna hawa wanaume ambao walikuwa wanakuja na mama. Kwa sababu mimi nishaanza kupendeza tayari, na mchezo mchafu nishauzoea, nimetanuka, nimependeza kweli. Mazingira yametubadilikia. Kuna mzee mmoja alikuwa ni mwanajeshi mstaafu. Alikuwa anakuja kwa mama, lakini siku hiyo mama alikuwa bado hajarudi, na akanikuta mimi. Alivyonikuta mimi, mzee alitaka kunibaka. Kwa sababu aliniuliza mama yako yuko wapi, nikamwambia mama bado hajarudi. Akasema hivi, basi njoo binti yangu. Mimi nikasogea kwa sababu nilikuwa sijui anataka kuongea nini. Nilivyosogea ndipo aliponikaba shingoni na kuanza kunivua nguo. Tena sio kunivua, alikuwa ananichania. Kwa hiyo alichana zile nguo, nikawa nimebaki mtupu, maziwa wazi, na akawa ameshusha mpaka chini, nimebakia na chupi tu. Wakati ameshavua mpaka nguo ya ndani kabisa ili aanze kuniingilia, na ni kweli alikuwa ameshaanza. Yaani kama ile mshindo wa kwanza akashapiga tayari, wa pili ile kakangu aliingia. Na baada ya kuingia alinikuta mimi nilikuwa ninalia, ninahangaika na yule mzee. Ndipo kakangu alipochukua lungu kubwa sana akambonda yule mzee kichwani.
Alipomwona yule mzee alishuka chini vile vile mzima. Baada ya kushuka chini yeye cha kwanza aliniangalia mimi, uko sawa? Nikamwambia niko sawa. Mshenzi alikufanyia mambo ya ajabu? Nikamwambia hapana, lakini kweli alikuwa ameshaanza kufanya jambo, lakini likataa tu kwa kaka. Akaniambia sawa. Hajaingia ndani? Nikamwambia hamna, hajaingia ndani. Kwa hiyo baada ya hapo yule mzee alilala hapo chini kwa muda mrefu sana. Mimi baadaye nikamwambia kaka, sasa mtu atalala mpaka lini? Hebu mwamshe aondoke. Ndio tunakuja kumwamsha, tunakuta yule mzee alishakuwa baridi muda sana. Kumbe mzee alifariki pale. Tunamgeuza hivi damu zilikuwa zimeshaanza kutoka na mpaka zimegandia kwenye mdomo. Kwa hiyo zilikuwa zinatoka, sisi tulikuwa tujaona. Zimetoka kwenye mdomo kwa chini, na alikuwa amegeukia upande ambako kuna chini ya uvungu. Kwa hiyo sio rahisi mtu kumwona kwamba yule mtu anavuja kwa sababu amegeukia kwenye chini ya uvungu. Sisi tunamwona mgongo. Kwa kumbe damu zilimtoka muda mpaka zimeganda, si hatujui. Kaka baada ya kuona vile alishangaa. Akasema tutafanyaje sasa hapa? Na kakangu mimi alikuwa ni muuni fulani hivi kwa sababu alikuwa anakuja ananukia sigara nini, kaonekana alikuwa anavuta mabangi na vitu kama hivyo. Akasema sasa hapa tutafanyaje? Nikamwambia mimi sielewi, nikaanza kulia. Akasema usilie. Wewe usilie, nyamaza kimya hivyo. Kwa alimsukumia uvunguni akasafisha pale. Namaliza tu kusafisha, mlango uligongwa. Alikuwa ni mama. Na mama aliingia ndani. Mama sio amekuja amechoka sana. Akasema leo nimefanya biashara lakini sijapata chochote kitu. Anko wenu hajaja huko. Tukamuuliza anko gani? Maana wanakujaga wengi hapa. Akasema cheni upumbavu. Nimesema anko wenu hajaja huko. Tukasema ndio mama, nakuuliza anko yupi? Sisi huko hajaja anko aina yote. Akasema basi hilo ndio jibu. Basi mama alichukua chakula pale akala, kwa sababu tumeweka chakula ugali pale. Akala, akaingia kalala. Mama alikuwa yuko low sana sui. Basi tukalala. Amelala chini, kuna maiti. Kule chini kuna maiti. Yeye mwenyewe mama ajui. Na kaka alisema hamna kuongea, hisi kaka hata kunigusa. Tulikuwa tumekaa tunaangalia tu, mama sija kahisi chochote. Muda umefika mama kwanza kuongea kwa sababu alikuwa anapika masupu kilabuni huko, na jioni anauza pombe. Anatoka anaenda Mabibo kubeba masupu yake ya kupika. Kaka alikuwa ameamka na amemsimamia hivi mama. Akamwambia wewe, mbona leo umeniamkia vipi? Akamwambia nataka niusindikize mama. Unakoenda? Akaniambia mama, akamwambia unisindikize mimi wewe? Hebu kalale huko wewe, kama na ndoto zako nenda kaendee kulala huko. Lakini kakangu alikuwa yuko serious kweli. Alihakisha mama ameondoka. Baada ya mama kuondoka alifunga mlango kwa ndani. Akamburuta yule mzee, akamrudisha hapa, kamaona mzee tankia alivyokakamaa vile vile. Akasema sasa hapa sister tunafanyaje? Kwa sababu alimfunika na shuka. Nikamwambia hapo mimi hata sielewi kaka, mimi naona watu kamtupe. Akasema tutamtupa mzee, ni mrefu sana. Tutamtupaje huyu mzee? Lakini wewe acha. Tulia. Hebu nimrudishe ndani afu niende nikae sehemu nifikirie naifanyaje. Kwa hiyo kakaangu alienda, alitoka, kakaa mpaka saa 4 alikuwa hajarudi. Mama alikuwa amesharudi na ameshaenda tena kilabuni kwenda kupika yale masupu yake, hakumuona. Baadaye kaka kaja akasema hivi nimepata akili. Akachukua nini mnaita kama tenki, lakini haya matenki wanaekaga mara nyingi kwenye kulima, yani kwenye kujenga nyumba, yale ambayo anakuwa ni ya rangi ya blue. Anakuta na ndoo kama 12 kama sikosei. Akachukua lile pale akakata yana mdomo juu, akakata, alivyokata akachomelea. Ikabaki yule mbabu alimdumbukiza kwenye lile dude, afa akachomelea kwa juu vizuri kabisa. Ikawa kama halijakatwa lakini kuna mtu ameingia humo ndani. Amechomelea na mfuko laini. Akamuita bodaboda akamwambia, akafunga pia na huku na pamoja kwamba kumechomelewa lakini alifunga na mfuko vizuri na mnata akazungusha. Akamuita bodaboda akamwambia nataka twende sehemu. Alibeba hili dude na yeye akachukua bodaboda nyingine mpaka huko alikoenda yeye kaka, na kujua sehemu inaitwa Mabwepande. Kuna msitu mmoja zamani ulikuwa unatisha sana, ndipo alipoenda kumtupa huyu mtu. Akafungua lile dude, anasema akamwacha aliko wazi pale na dude akalitupa huko. Maisha mengine akarudi nyumbani akaendelea. Tulikaa ndani ya miezi kadhaa, hakuna chochote ambacho kimejulikana juu ya huyu anko kufariki, na sisi tukaendelea na mchezo wetu kama kawaida. Maisha yanaendelea. Mimi nilikuja nikavunja ungo, nikawa binti hivyo. Kaka akasema sasa hivi natakuwa tuwe makini kwa sababu ushakuwa mkubwa tayari, kwa hiyo inabidi umakini uendelee. Siku moja niliamua kwenda kwa baba yangu. Shakuwa mkubwa sasa hapo. Nikaenda kwa baba kule alikuwa anakaa, nilimkuta mama mdogo. Mama mdogo alikuwa na mtoto mdogo wa kiume. Huyu mtoto mdogo alikuwa amefanana sana na kakaangu David. Yaani kopi ya kaka David.
Nikamwambia mama mdogo nimekuja kusalimia. Akasema ninyi mnakufaka huku mnafufuka. Haya nyinyi mna ndugu wangapi mje msalimiage mimi tu? Jamani, mbona mimi sijai kuja kwenu? Mbona mimi sijai kuwatafuta? Kwani nyinyi mna shida gani? Haya tena wewe mtoto ndo kielele sana. Kila siku nakuja kunisalimia, nakuja kusalimia. Nishakuomba mimi nataka kusalimia. Lakini nikamwambia hamna mama mdogo, mimi nimekuja tu kusalimia na pia nilimkumbuka baba. Akasema kama babako mimi nakaa naye. Si ndio? Mimi babako nakaa naye. Nikamwambia hapana. Nikaenda chumbani kule kwa baba. Kile chumba alikuwa anaishi mtu mwingine. Nikamwambia samani, kuna mzee alikuwa anaishi humo. Akasema hamna, huku tunaishi sisi. Alikuwa anaishi humo anakaa chumba kile kule cha nje. Kwa hiyo ikabidi tena nitoke nje. Nikasema kumbe baba anakaa huko. Akili mama mdogo akasema, "Wewe mtu tuna shida gani kwani wewe? Yaani nyinyi mna tabia kama za mama yenu. Mama yenu ana roho mbaya kama nyinyi." Yaani mama mdogo ndo anaongea hili neno kwa mara ya kwanza. Na wakati mimi mama sijawahi kumsikia ameongea neno baya lolote kuhusu mama mdogo. Alikuwa anasema ni mtu aliyemsaidia, ni mtu aliyemsave, ni mtu ambaye ni rafiki wa kweli kwa sababu anajua anatokea zamani. Ndicho anachokiongea mama. Lakini mama mdogo amekuwa siku hizi anaongea maneno makali makali. Umeona? Nikamwambia mtoto ni wa kwetu mama mdogo. Akasema ni wa kwenu wapi? Huyo mtoto ni wa watu, sio wa kwenu. Wewe una kakako anaitwa David. Haya wewe huyo mtoto anaitwa David huyu. Nikamwambia anaitwa nani? Akasema anaitwa David. Yaani kakangu anaitwa David, yeye anaitwa David. Yule mtoto wa kiume. Basi baada ya muda baba alikuja. Baba alipofika pale akambeba yule mtoto akambusu, alikuwa amebeba zawadi ya mtoto pale vizuri. Babangu amependeza sana sasa hivi. Amependeza anaonekana na hela kwa sababu kwa mama mdogo kumebadilika ndani. Yaani amejaziwa kila kitu. Amejaziwa kila kitu. Na baba wakati amefika pale mimi alinipita kama nijui kabisa. Na nimwambia baba, aligeuka kaniangalia hakujibu chochote. Akaendelea ndani. Mimi nikasema, mama mdogo naomba niingie ndani nisalimie baba. Akasema huyu mtoto na shida wewe. Kama angetaka kusalimia sasa angekusalimia hapo nje. Umemsalimia hadi kujibu. Nataka uingie ndani kwa hiyo huko ndo atajibu. Hiyo watu wengine sio mpoje. Naomba wewe mwisho na mwanzo leo ingia akamsalimie. Nilimkuta baba alikuwa amemshikilia mtoto. Yule mtoto anambusu na ameleta mlektojeni ya za mtoto na vyakula vinaitwa Cerelac pamoja na nguo. Akasema nimepita sehemu nimekuta hivi vitu nikaona bwana nichukulie kwenye duka la watoto, nikaona bwana nichukulie. Mama mdogo mwenyewe amenenepa sana. Na huyu rafiki yangu hapa, yule mtoto wa huyu mama mdogo wa kwanza sikumkuta. Mama mdogo alisema mwenzie sasa hivi anasoma. Yuko zake Mbeya, yuko boarding anasoma. Sijui wewe mwenzetu umeishia wapi? Nikamwambia mimi sisomi mama mdogo. Akasema mtasoma mnasomea wapi? Nyinyi nani anakwambia mtoto wa nini? Mtoto wa nyoka ni nyoka wewe. Usome wapi? Mama yako mwenyewe alisoma kwa fimbo yule. Alikuwa anajua mambo mengine tu mengine. Basi mimi ninyamaza kimya, sikutaka kuendelea mambo mengine. Nikaongea na baba nikamwambia baba, mama alikuwa anaumwa, alafu mama alijifunguaga mtoto alifariki. Alafu mama nikaongea vitu vingi, baba hakunijibu chochote. Zaidi alipokea simu. Na hii simu ilionekana ilikuwa ni simu ya mafundi. Mafundi walikuwa wanadai kwamba simenti imeisha. Na mama mdogo akasema kama simenti imeisha, waambie waende ile nyumba ya jirani wawape funguo wachukue mifuko miwili wasichukue zaidi ya hiyo. Sasa sijui walikuwa wanajenga mimi sijui, lakini nilisikia hizo sentensi zilikuwa zikiongeleka hivyo. Baada ya hapo mimi nilimwambia baba naondoka, akasema mama mdogo ameshakusikia huyo wewe nenda. Baba hakunijibu chochote, aliondoka. Niliondoka zangu. Baada ya kuondoka nikaenda nikamwambia kaka. Nikamwambia baba anaishi na yule mama mdogo. Akasema achana nao bwana. Mimi mambo yao mimi sitaka hata kuingilia bwana. Wewe achana na watajua wenyewe. Maana mimi najua. Nikamwambiaje? Kasa siku moja kaka nikamwambia kaka, unajua mimi tunafanana sana na yule mtoto wa nani wa mama mdogo. Alikuwa na jina jingine anaitwa kama Sara, lakini ana jina jingine pia. Akaniambia, "Ninyi hamfanani. Ila tu kwa sema tu kwa sababu mlikuwa mnatembea tu pamoja mnaona kama mnafanana." Nikamwambia, "Hamna. Jua watu wengi sana sasa semaga nyinyi mnafanana." Akaniambia, "Eliza, niamini mimi. Yule mama mdogo mimi anahamia pale namuona alikujaga na mimba. Kwa hiyo yule mtoto ametoka naye huko alikotoka, sio mtoto wa baba. Hata kama sasa hivi unasema na una wasiwasi anatembea na baba na kuna mtoto anafanana na mimi, basi mimi naamini kabisa kwamba yule mtoto wa kwanza sio wa baba." Nikamwambia sawa, lakini hata wa pili mimi sina uhakika kama ni wa baba. Mimi nimesema tu unafanana. Akasema wewe una makengeza wewe. Basi bwana. Siku moja nimekaa nikaona isiwe shida. Mimi sasa hivi napata muda mwingi sana wa kuzurura. Nikaenda zangu wapi? Nikaenda kwa mama mdogo. Nilipoenda kwa mama mdogo nilimkuta Sara. Nimekaa hapo kama miezi kadhaa. Nikamkuta Sara, Sara kawa mkubwa. Sara kapendeza. Sara ni mzuri jamani. Nyinyi watu. Nikamwambia wewe. Akaniambia kwa nini unaniita mjina wa zamani? Mjina wa kanisani mimi siutaki. Wewe ni mjina wa ubatizo. Usiniite mimi Sara, niite jina langu. Nikamwambia sawa.
mimi nimekuita tu kwa sababu najua hayo yote ni majina yako. Akaniambia ndio, hata kama ni majina yangu sitaki uniite mjina mimi. Nikamwambia okay sawa. Vipi? Akaniambia poa. Umekuja kufanya nini? Nikamwambia nimekuja kusalimia wewe. Akaniambia yaani watu mna juhudi. Hivi nyinyi mshakuonaga si hata siku moja tumekuja kwenu? Nikamwambia hapana, nyinyi si mna roho mbaya. Akasema kama tuna roho mbaya basi nyinyi jifunzeni kuwa na roho mbaya. Sisi hatuwahitaji nyinyi. Ila nyinyi ndio mnatutaka sisi, mnatung'ang'ania sana. Basi yani akawa tu ameongea tu pumba pale, si mtu ambaye kama tulikuwa marafiki kama zamani tulioga wote, kila kitu tulipokutana mpaka nguo za ndani tulikuwa tunavaa wote. Mama mdogo akiniogesha, mama akiwa hayupo, alikuwa ananipa nguo za huyu rafiki yangu ninavaa, lakini sasa hivi hayuko tena hivyo. Siku moja nilimwambia kaka kwa bwana Sala amependeza sana. Akanambia Sala yupi? Nikamwambia wewe umemsahau mtoto wa mama mdogo. Akanambia sitaki hilo jina la ubatizo, achana nalo. Basi tukaendelea. Tumeongea. Kaka siku moja kaja akaniambia, tulikuwa tunaendelea mchezo wetu. Dada, nataka tusitishe hii swala tunalolifanya. Nikamuuliza swala gani? Akasema la mimi kufanya mapenzi na wewe. Nikamwambia kwa nini tusitishe? Akasema nafikiri mimi sasa hivi nimeshaanza kuwa mkubwa. Hiki kitu ambacho tunakifanya tunaweza tukapata mimba. Ukipata mimba wewe unategemea mtoto atakayezaliwa atakuwaje? Nikamwambia kaka, kwa nini umefika huko? Na mimi kipindi hicho ndo nampenda kaka kufu. Yaani mimi kaka, wewe ukitaka kuomba na mimi ugusie kaka. Na kipindi hicho chote mimi ndio nilikuwa naweka hela za kaka. Kaka alianza angalau kupata hela. Yaani kaka alikuwa anaanza karudi hata na shilingi 50,000 kwa siku. Yaani hivyo mambo yalifunguka. Anarudi nazo ananiambia dada, weka hizi hela tuziweke vizuri, tuje tumfanyie surprise mama, tutakuja kununua kiwanja, tunamjengea nyumba mama. Basi bwana. Siku moja baada ya huyu kaka kuongea kwamba tuache, mimi nikamwambia kaka, sipo tayari kuacha hicho kitu. Sipo tayari kuacha. Lakini kaka alilazimisha sana tuache, akawa hanigusi tena. Na kaka aliniambia ukiendelea kunilazimisha mimi tufanye hiki kitu, kwa sababu mimi nilikuwa namlazimisha muda mwingine mpaka anafanya, lakini anafanya tu bila mradi. Kwa sababu mimi kaka namjua. Kakangu mimi nimefanya naye kwa hii miaka 2 naenda watatu. Yaani namuelewa vizuri sana. Tulikuwa tunatoka nje ya nyumba. Ilifika kipindi tulikuwa tufanyie mle ndani ilikuwa kama emergency, lakini tulikuwa tunafanyia nje kabisa. Tunatoka tunaenda kwenye guest room tunafanya namuelewa kakangu. Kimlazimisha anajua, usipomlazimisha anamuelewa. Lakini kaka alikuwa anapita hata wiki 2 hajawahi kutamka wala hataki chochote kile. Na baadaye akaja akaniambia bwana, na mimi dada, wewe ni rafiki yangu afu ni mpenzi wangu pia, na ni dada yangu, ni damu yangu, wewe ni kila kitu kwangu. Mimi nimepata mwenzio. Nikamwambia mwenzangu nani? Sasa kuna mdada nimempata. Umeona? Huyu dada ana jina anaitwa Sara. Nikamwambia Sara gani? Akaniambia Sara gani utajua kina Sara wote? Nikamwambia kaniuliza kwanza wewe unamjua Sara gani? Nikamwambia mtoto wa mama mdogo yule mwingine kule nyumbani tu kwa ama alikuwa anaitwa Sara jina la ubatizo. Akaniambia achana na huyo bwana. Mimi nasemea Sara. Anamsema yeye amesema anaitwa Sara. Nitoka kumpenda sana. Nafikiri sasa hivi mimi ndio nitakuwa naye kwenye mahusiano, kwa hiyo naomba na wewe tafuta mwanaume mwingine atakuwa anakukidhia haja zake, kwa sababu tulishaacha. Uwezi kusema utakaa hivyo, lazima utakuwa unataka kufanya, mwili unadai huu. Kwa hiyo tafuta mtu ambaye utakuwa unafanya, kama utaki nikuletee rafiki yangu, utakuwa unafanya naye hilo jambo. Nikamwambia kaka, unanitukana, uniletee mimi mwanaume? Mimi siwezi kufanya hicho kitu, na kama ufanye wewe mimi basi mimi kajua kama sia, lakini kweli kaka alikuwa yuko serious na aliniambia dada, naomba zile hela ambazo walikuwa tunaziwekeza. Ilikuwa ni hela nyingi sana, vile vile alikuwa anarudi na dola, wazungu wanampa, tunaweka ndani. Alienda alichange, akaenda akapanga nyumba, chumba na sebule kizuri sana ya bei ghali. Siku moja nikasema nikamtembelea kaka, baada niambia mimi nakaa sehemu fulani, akanielekeza, nikaenda. Siku napanda gari nikaenda, lakini siku hiyo nilipoenda kaka alitegezaga kamba, tukafanya jambo. Kwa hiyo nikasema nikawa nimemkumbuka sana, nikasema subiri na leo niende, najua nikienda kula hawezi kuniacha hivi nirudi hivi. Kwa hiyo na siku naenda najua kaka hawezi kufanya ile kuniacha. Lakini nilipofika nilikuta kulikuwa kuna mwanamke, na huyu mwanamke alikuwa ni yule mtoto wa mama mdogo. Baada ya kuniona alishangaa sana. Akaniambia unatafanya nini huko? Nikamwambia wewe, ninatafanya nini huko, mimi simekuja kwa kaka. Akasema kwa nini ni kaka yako? Nikamwambia usi ndo David. Akaambia sio kweli. Nikamwambia huyu ndo David mwenyewe. Akaambia David anakuwa mkubwa hivi, mimi sijui. Unajua nipo naye kwenye mahusiano sasa hivi ni muda tu, lakini sijui kama ndo yeye. Nikamwambia kwa nini amuulizage hata masuala ya nani ya familia zenu? Akasema kila mtu ana mambo yake, hapa nani anataka kuuliza masuala ya nyumbani. Mimi nishamwambia kwamba ninaishi na baba na mama basi mimi nikamwambia yeye, kwa sababu mimi nishamuona wakati amebadilika yule msichana. Yeye kaka ndiye kwa hajamuona, kwa hiyo alimsahau. Basi bwana. Baada ya hapo huyu dada alishangaa sana, na mbaya zaidi kilichoniuma ni kwamba nilikuwa nimeona kwamba
walikuwa wameshafanya jambo. Kakangu mimi namfahamu vizuri. Yaani akitoka kufanya jambo hata kama amefanya ndani ya nusu saa namuelewa. Kwa hiyo hapa nilipomkuta na nini akaza ameshafanya jambo na ameoga, amepumzika hapo pembeni. Lakini kaka aliponiona alikuwa ananiambia, "Sasa umefuata nini hapo?" Nikamwambia simekuja kusalimia kaka. Akaniambia watu usiniambie kama nakuja. Nikamwambia sasa mimi nakwambiaje wakati nakuja, wakati ninakumbuka asubuhi nikwambia upo nyumbani ukaniambia leo utoke. Akasema mimi nijua nataka kuja baharini. Ndio maana nikakwambia leo mimi sitoki, nirudi usijisumbue kwenda baharini. Nikasema na mimi ndio nikasema uko kama utoki basi utakuwa nyumbani, na mimi nikasema nije. Lakini huyu msichana alikuwa hajajua. Alikuwa hajajua chochote kile kinachoendelea, lakini ukweli mimi kaka aliniona kama nimekasirika mpaka nikawa natembea naongea na mdomo unacheza. Basi bwana.